For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2020. Somo letu linasema nini? The freedom to see. Uhuru wa kuona. The freedom to see. Nasikia muombe Mungu akupe uhuru wa kuona. Kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni lakini wewe unaviona. Watu wote waliofanya vizuri duniani waliona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Watu wote wanaofanya vizuri duniani. Kwa hiyo lazima ujitahidi kupata nguvu ya kuona. Tutaangalia kwenye maandiko ili uone kuna nguvu kubwa sana kwenye kuona. Ukiweza kuona katika ulimwengu wa kiroho, utaona vitu vingi sana. Na kumbuka kabisa kwamba biashara ni swala la kiroho. Kila kitu unachokiona katika ulimwengu wa kimwili kilitokana na kilitokea katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ili uweze kukipata kitu unachokiona katika ulimwengu wa kimwili, lazima urudi katika ulimwengu wa kiroho ndio uweze kukipata hicho kitu unachokitaka. Tofauti na hapo utafanya kazi kama tembo, alafu unakula kama sisimizi. Unafanya kazi kubwa sana lakini matunda ni kidogo. Tutaona kwenye maandiko kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa haiwezekani kabisa ukiongozwa na kipofu hautafika. Ukiongozwa na kipofu hautafika. Kwa hiyo nyie nyote wawili mtatumbukia kwenye shimo. Kwa hiyo tujaribu kuangalia baadhi ya maandiko ili uweze kujua kabisa. Unaweza ukawa huru, ukawa na uhuru wa kuona lakini usiwe huru. Nataka unisikilize kwa makini. Unaweza ukawa na uhuru wa kuona lakini usiwe huru. Ukawa na uhuru wa kuona lakini usiwe huru. Kwa hiyo watu wengi wana uhuru wa kuona lakini hawako huru. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba unaweza kuwa na uhuru wa kuona lakini usiwe huru. Kinachotakiwa ni kuwa huru katika kuona, sio kuwa na uhuru wa kuona. Okay, tunaendelea na kipindi chetu kinasema the freedom to see. Uhuru wa kuona. Kwa unaweza kuwa na uhuru wa kuona lakini usiwe huru katika kuona. Ni vitu viwili tofauti. Uhuru ni jambo la watu wengi, lakini huru ni jambo la mtu binafsi. Kwa hiyo somo letu leo linasema the freedom to see, the power to see. Kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Watu wote wanaofanya vizuri duniani wanaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Hiyo ndio siri kubwa
Ukimwangalia mtu yote ambaye yuko mbele yako, kuna kitu anachokiona ambacho ukiona. Sasa ili Mungu akupe nguvu ya kuona, akupe uwe huru kuona katika ulimwengu wa kiroho, tutaangalia kwenye maandiko the power to see. Yesu anasema nini katika nguvu ya kuona? Katika nguvu ya kuona, Mungu alimuuliza kila mtu ambaye alimwambia kitu, alimwambia angalia, ona, angalia, alimwambia angalia, fungua macho uangalie. Mungu alimwambia kila mtu. Leo unaamka asubuhi kila siku, mwambie Mungu, fungua macho yangu nione vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Fungua macho yangu niweze kuona maandiko, niweze kuona mawazo mapya, niweze kuona ideas, niweze kuona katika ulimwengu wa kiroho vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Ukishaweza kufunguliwa macho, tayari maisha yako yamebadilika. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Luka 24 mstari wa 30 na 31. Luka 24 30 na 31, neno la Mungu linasema nini? Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Mstari wa 31, yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Unatembea na mtu lakini humjui ni nani. Unafanya biashara na mtu lakini humjui yule mtu ni nani. Hujui yule mtu anafikiri nini kesho yako wewe. Lakini hawa ni wanafunzi wa Yesu, walikutana na Yesu njiani, wakawa wanatembea nao, wakaenda mpaka nyumbani kwake. Yesu akaenda nao nyumbani kwao, wakampa Yesu chai. Yesu akachukua ule mkate, akaubariki, akapa. Alipokuwa wakafunguka macho, wakamwona kumbe ni Yesu. Yesu akapotea sari, akatoweka. Sasa leo hii kama hujamega mkate kwenye jambo ambalo unataka Mungu alifungue, utaona. Nakumbuka nina rafiki yangu, dada yangu, alikwenda kwenye msiba, kwenye sherehe kama sijakosea. Alikuwa na saa nzuri sana. Alipofika hotelini akawa haioni, akanipigia simu, akaniambia saa yangu nzuri naipenda, nimenunua gari sana. Nikamwambia unao mkate kwenye begi lako, toa mkate mega, mwambie Mungu afungue macho yako. Mungu alifungua macho, akaiona ile saa. Lakini ameshafekua zaidi ya masaa 3 haioni, kwa sababu alimega mkate. Alitumia ile andiko, utakamega mkate. Sasa na wewe pia, ili upate nguvu ya kuona, una mega mkate. Unasema Mungu na mega mkate, kama ulipofungua wale wanafunzi. Yesu alipofungua wanafunzi wako macho, wakamtambua, wakanitambua kwamba ni mimi Yesu. Na mimi nataka ufungue macho yangu niweze kutambua hicho kitu ninachokifanya. Mungu anafungua. Swali ni kwamba watu wengi duniani wanatembea kwa kuona na sio kwa imani. Unapoambiwa kutembea kwa imani, ni kufanya matendo ya imani kwenye kila jambo ambalo unalifanya. Unafanya matendo ya imani. Ukiondoka nyumbani, unajipaka mafuta kwenye paji lako la uso. Kama Daniel alikuwa anajipaka mafuta kila siku asubuhi, kwa sababu hujui ni janga gani utakutana nalo barabarani, hujui ni roho gani utabeba kwa barabarani, ili uwe na ulinzi wa moto wa Roho Mtakatifu. Unakula chakula, lazima ukiombee, ukimshukuru Mungu, ubariki kile chakula kiwe damu ya Yesu pamoja na mwili wa Yesu. Unafanya matendo ya imani. Kila kitu unachokifanya unafanya matendo ya imani. Ukiangalia watu kutoka bara la Asia, kila kitu kidogo wanachokifanya wanachanganya na imani. Utaona kwenye mikono yao wamejifunga mavitambaa, utaona amefunga kwenye mkono hapa juu, amefunga hapa chini kwenye enka, utaona amevaa kitu shingoni, utaona akifanya kitu lazima atafanya kitu fulani, lakini kila hatua anayopiga anatembea na imani yake. Na utaona anafanya biashara. Biblia inasema, Yesu anasema, ukiamini mambo yote yanawezekana. Swali kwamba haijalishi unaamini nini, inawezekana. Umuamini uamini jiwe, uamini chochote, inawezekana. Ni kwamba shida inakuja kwenye kwamba unafikiri nini na unaamini nini.
watu wengi wanafikiri vizuri lakini hawaamini kile wanachokifikiri. Hawaamini. Kwa sababu kipande kuamini ni kuanza matendo. Hofu sio imani, uoga sio imani, aibu sio imani, mashaka sio imani. Yesu akasema kwenye kitabu cha Mathayo, Marko 11:23, mashaka sio imani. Marko 11:23, neno la Mungu linasema nini? Mashaka sio imani. Unatakiwa uwe na mashaka na jambo lolote. Yesu anasema, amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini ya kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Mimi nilipobadilisha mfumo wa kutembea kwa kuona nikaanza kutembea kwa imani, niliswitch from darkness to light. Nimeswitch ile kuishi kwa kuona nikaanza kuishi kwa imani. Na miaka ya nyuma nilikuwa najiuliza ni kwa nini wazungu wanasema time is money? Kwa nini mimi natumia pesa nisitumie muda? Nikaanza kupractice kutumia muda. Leo naishi kwa muda. Na kuishi kwa muda ni kuishi kwa imani. Siishi kwa pesa. Sababu sisi hatuchukue sadaka mtu atulizange mtu hela. Na tunaishi, kila mtu anataka tunaishi. We are living by faith. Kwa sababu kile tunachokiamini sisi ndio kinachotupa riziki. Na sisi ni mabilionea wa kesho kwa kile tunachokifanya. Daudi alikuwa anachunga, akujua atakuwa mfalme. Nitachunga mtu mmoja mpaka niwe mfalme. Ndio maisha yalivyo. Na hata usipokuwa mfalme, Mungu atabaki kuwa Mungu. Swala ni kwamba ni wewe kujiposition na imani yako, reposition your faith, na jiposition kwenye imani yako kwamba nimeamua kufanya kitu hichi. Simama na kitu kimoja tu. Kitatokea. Daudi alisimama na kuchunga tu. Kitatokea. Yule kijana mcheza mpira Mtanzania Bwana Samata alisimama na mazoezi tu. Kitatokea. Angalia watu michezo tu. Hamna uchawi, alisimama na mazoezi. Kwa sababu huwezi kusema kwamba yule kijana akatumia uchawi. Hakuna uchawi. Yule kijana angeenda kwa wazungu, uchawi haufanyi kazi kwa wazungu. Yuko kambini, huyo mchawi wake atamwona sangaka. Huyo mganga wake atamwona sangaka. Yule kijana alisimama na mazoezi. Hakuna uchawi. Uchawi wake ni mazoezi. Leo yuko Ulaya analipwa mahela mengi. Kwa nini? Alisimama na kitu kimoja tu. Daudi alisimama na kuchunga tu. Akahakikisha kwamba atakuwa mwaminifu kwenye kuchunga. Simba akila kondoo wangu nitamuua. Na kweli akafanya hivyo. Kwa sababu alikuwa anajua anakoenda. Swala ni kwamba ni kutokata tamaa na hakuna kuchelewa. Hakunaga mtu amechelewa duniani. Amechelewa kama hujaanza. Hakunaga mtu amechelewa. Abraham hakuchelewa, na alikuwa na miaka 75 wakati anaondoka nyumbani kwa baba yake. Hakuchelewa, akaishi miaka 100 zaidi. Ukisema umechelewa ina maana unataka kufa mapema. Ukiona umechelewa kama unaona kwamba nimechelewa, unataka kufa mapema. Kwa sababu gani? Unaanza kuwaza kifo. Wakati hakuna mtu amekwambia kwamba Mungu anakuhitaji kule mbinguni. Hakuna mtu amekwambia, hata Mungu hajakwambia kwamba anakuhitaji sasa hivi kule. Kwa lazima ujipange, uanze kuishi kwa imani ili uweze kuwa huru wa kuona. Na kuona ni utaona kwa imani. Uweze kuona, ukianza kuona kwa macho ya nyama na mwili, utaona nyumba kama hii, utaona mtu mwingine unataka, utaona gari la mtu unataka, utaona biashara mtu unataka, utaona kila kitu. Kwa sababu unaona kwa macho. Unazidi kujichanganya. Okay, utapewa. Ukipewa unataka ingine. Ukipewa unataka ingine. Kwa sababu unaishi kwa kuona. Kila ukipewa unataka ingine. Na kuna mtu unakuta ananunua gari za aina mbili rangi tofauti, VX mbili rangi tofauti, kwa sababu ameona. Sio kwa mhitaji gari aina mbili kwa rangi tofauti. Mtu ananunua nguo nyingi hata havai, ziko zake. Viatu kila kitu ananunua. Anaishi kwa kuona. Anatembea barabarani, ametoka nyumbani, anaona machinga anatembeza viatu, anajaribisha, ananunua. Alipotoka nyumbani alipanga kununua viatu. No! Anaishi kwa kuona. Akiona tu ananunua. Akiona ananunua. Akiona anafanya maamuzi. Sasa ile ni kosa. Mungu anasema kwamba tusiishi kwa kuona bali tuishi kwa imani. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Tuenenda kwa imani sio kwa kuona. Utakapobadilisha tu kuondoka kwenye mfumo wa kuona, kutembea kwa kuona, kaenda kwenye mfumo wa imani, ndio siku unaanza kuwa huru. Ndio siku unaanza kuwa huru.
Kwa sababu naanza kumtegemea Mungu, naanza kuishi kwenye maandiko, naanza kuishi kwenye Bible, nafuata manyu ya Biblia. Kila kitu duniani kina manyu yake. Ukinunua simu ina kitabu chake, ukinunua gari na kitabu chake. Wewe kitabu chako ni Biblia. Sasa kila kitu unachokifanya kinaendana na Biblia? Yes, utafanikiwa. Akiendana na Biblia? No, utafanikiwa. Utafanya kazi kama tembo na unakula kama sisimizi. Unateseka sana. Na ndiko eneo ambalo mimi nimekataa kuliishi. Kwa ufahamu tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu linasema freedom to see. Niweza kupa maandiko ili uweze kupata picha kwamba unatakiwa kuona na kumwomba Mungu nionyeshe. Roho Mtakatifu ndio kazi yake kuonyesha mambo yatakayokuja kesho. Nitakupa shuhuda ambazo zitakusaidia mbele ya safari, kwa sababu shida ipo kwenye kuona. Shida iko kwenye kuona. Kuna kitu ambacho mtu mwingine anafanya, kuna kitu kaona. Nikupe mfano tu kwamba kwa Mrombo miaka 15 iliyopita nyuma, miaka 10, kulikuwa ni pa kawaida tu. Miaka 20 iliyopita nyuma viwanja vilikuwa bei rahisi tu. Hakuna wale waliona kwa Mrombo wanaenda kushika maeka na maeka. Wale ambao kuona walikaa mjini wakawa wanacheza draft, wanacheza bao. Leo kwa Mrombo ni mjini. Hawakuona, hakujua kupata kuwa mji. Na kuna mtu alijua kwamba kule kwa Mrombo kutakuwa mji. Leo ana maeka na maeka kwa Mrombo, Usa, Kisongo. Kuna watu wanacheza draft hapo mjini tu na karata na bao. Na hawana kiwanja kwa Mrombo. Ulikuwa ukimpa mwenyeji wa kule sukari kilo moja, anakupa eka moja. Lakini watu wakwenda kwa Mrombo, wanasema ni mbali, ni porini. Sio porini, ni mjini. Watu wameona pale ni mji. Mtu alitangulia pale akaona pale ni mji, akachukua maeneo. Hakuona. Ni nguvu ya kuona. Unaweza kuona. Je, mtoto mdogo ana nguvu ya kuona? Mtoto mdogo ukimuuliza, mtoto mdogo tu, miaka 3, 4, 5 mpaka 6, 7, muulize tu, unataka ukiwa mkubwa uwe nani? Atakwambia, nataka kuwa pilot, nataka kuwa askari, nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa rais, nataka kuwa mbunge, nataka kuwa tajiri, nataka kuwa bilionea. Muulize mtu mzima, miaka 10 inakuja mbele utakuwa nani? Ajui. Haoni. Lakini mtoto mdogo anakuambia anataka kuwa daktari. Na miaka 30 inakuja mbele, yule mtoto ni daktari. Anatibu yule mtu ambaye alimuuliza kwamba unataka ukiwa mkubwa uwe nani? Anamtibu yule mzee. Yeye ndio daktari yule mtoto. Kwa sababu anaona, mtoto mdogo anaona kwa imani. Mtoto mdogo anaweza kusimama barabarani, gari likapita, akasema gari langu hili. Mtu mzima anaweza kusema hicho kitu. Akapita kwenye nyumba ya mtu nzuri, akasema nyumba yangu hili. Anaongea kwa imani na anakuja kuishi kwenye nyumba nzuri kuliko hiyo. Na anakuja kuendesha gari nzuri kuliko ndege inapita juu, anasema ndege yangu hiyo. Lakini mtu mzima hawezi kusema, anaona aibu. Na aibu sio imani. Mashaka sio imani. Kwa hiyo lazima uishinde aibu yako. Basi kwa ufahamu tumshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu kinasema freedom to see, uhuru wa kuona. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 4 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu, tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira saa 4 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira saa 4 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira saa 4 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuona, nguvu ya kuona neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante.
kwa siku njema uliyofanya kwa ajili yetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa majira ya saa 4. Tunakukaribisha uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, tuoneshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti tunaomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Freedom to see, uhuru wa kuona. Nimesema unaweza kuwa na uhuru wa kuona lakini usiwe huru kuona. Uhuru wa kuona ni kwa watu wengi. Lakini uhuru wa kuona ni kwa watu wengi. Lakini kuwa huru kwa kuona ni mtu mmoja. Kuwa huru ni jambo binafsi. Lakini kuwa na uhuru ni jambo la watu wengi. Unaweza kuwa kwenye nchi ambayo imepata uhuru, lakini wewe ndani ya ile nchi hauko huru. Umeambiwa usiongee hichi, usifanye hichi, unaambiwa kaa nyumbani. Hauko huru. Kwa nini? Na nchi ina uhuru. Kwa hiyo unaweza kuwa huru, lakini wewe sio huru. Kwa nini? Kwa sababu uhuru ni kwa ajili ya watu wengi. Ni kama vile kingdom and freedom. Kingdom ni sehemu. Freedom na kingdom ni kitu kikubwa. Uhuru ni kitu kikubwa na kwa watu wengi. Sasa ili kupata uhuru wa mtu binafsi, Yesu anasema nini? Yesu anasema nini ili upate uhuru binafsi? Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 8 ili kuwa na uhuru binafsi. Yohana sura ya 8 mstari 31 na 32. Yohana sura ya 8 mstari 31 na 32. Yesu anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kweli ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ndio litakalo kuweka huru. Hakuna kitu kingine. Mimi ukiniangalia kilichonibadilisha leo kutoka kwenye biashara nilikuwa nafanya za kidunia, leo nafanya biashara kwa mfumo wa Mungu. Ni kweli ndio hiyo. Ni neno la Mungu limenibadilisha. Neno la Mungu linabadilisha mtu. Kwa sababu imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Kwamba leo unabidi uangalie namna gani ya kubadilika. Kwa sababu mimi nilimuuliza Mungu, hichi kitu kilinisumbua sana kanisa ambalo nilikuwa naabudu. Nilikuwa namuuliza Mungu, ni kwa nini Wakristo wote naoona kanisani wana magari mazuri, wanapaki hapo nje majumba, magorofa? Mbona ukanisani wafundishi kufanya biashara kupitia mfumo wa Mungu? Nimemuuliza Roho Mtakatifu kwa muda mrefu sana, ni kwa nini hawa watu kanisani, hawa watu wanakwepa kodi ya serikali, wanaibia wateja, wanasema uongo, wanaiba maji, wanaiba umeme, wanatoa rushwa, wanafanya vitu vyote, na ni Wakristo wako ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu ananiambia kabisa mfumo wa shule sio mfumo wake. Mfumo wa Mungu uko ndani ya Biblia. Na nikapewa vitabu vile vitabu vinne vya Yesu, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Nikapewa na Methali. Kitabu cha Methali. Nikapewa kusoma hivyo vitabu. Ndio mfumo wa biashara ambao Yesu alikuwa anafundisha umetokea. Methali, Zaburi na vile vitabu vinne. Na mfumo wa Yesu alikuwa anafundisha. Yesu aliongea sana kuhusu muda na fedha kuliko mbinguni na kuzimu. Muda na fedha. Yesu aliongea sana biashara. Kwa hiyo sasa lazima uangalie kuna mfumo wa Mungu wa kufanya biashara na kuna mfumo wa dunia. Sasa wewe ndio uchague. Mfumo wa dunia usiposema uongo hauuzi. Mfumo wa Mungu ukisema ukweli unauza. Sasa hiyo ndio tofauti. Kama nikapewa kingdom business, kwamba kuna mfumo wa kifalme. Nikaenda sasa kwenye internet, nikakuta hilo jina lipo. Kuna watu wanatumia kingdom business, nikaanza kujifunza. Lakini Mungu anakupa mfumo, kwa sababu leo hii biashara zote ambazo zimeuliwa na corona, zimepata changamoto na corona, hazina mfumo wa Mungu ndani yake. Hazina. Biashara zote lazima kufa. Corona imekuja imechukua zote kuanzia Marekani, kila mahali. Nyingine zitarudi kabisa, zimefutika. Na corona imekuja kutengeneza matajiri wapya. Yaani wale wa zamani wote wanashuka,
wanabaki tu kwa watu wa kawaida, inazalisha matajiri wengine wapya. Wale wa zamani hawata survive. Makampuni mengi Marekani yanafungwa kwa sababu kwa mfumo sio wa Mungu. Corona imekuja imefagia, ni kama mafuriko. Imekuja imefagia. Biashara ya utalii Tanzania itakuja kwa style nyingine tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Kwa sababu kule wanakotoka wale watu kuna changamoto. Inabidi tuje na style nyingine tofauti kabisa na mawazo mengine mapya. Kwa sababu leo hii wa Marekani watatumia corona kama fimbo. Nasema kwamba kama wakitaka kitu Tanzania usipofanya, anasema ile nchi kuna corona, watu wanaogopa kuja. Kama vile walikuwa wanasema kuna ugaidi nchi fulani, watu wanaogopa kuja. Lakini hamna ugaidi, ni kwa sababu tu hujakubaliana nao mambo yao. Kwa sababu lazima tuangalie tuje na mfumo mpya wa kila jambo. Mahoteli ya kitalii hatakuwa kama kawaida. Chakula cha buffet, hakuna tena kuweka buffet. Buffet imebadilishwa style. Kwa sababu wewe kama mtu ana corona alafu chakula kipelekwa pale kila mtu anajipakulia mwenyewe. Inaweka kama vio, anapakulia mtu chakula vio. Wewe mtu anakupakulia amevaa maski, unamuonyesha kidole hivi na ni vio tu. Unaona kwenye kio na mbele yake. Mfumo badilika. Utakuwa na kwenye mahoteli kuna madawa ya kila aina kwenye room, kwenye machoo, kila mahali. Mteja akiingia hotelini anakuta kila kitu kiko ndani kwenye room. Na ni vya bure vyote, na mteja anaweza kuchukua akaondoka nayo. Zote sanitizer nini kila kitu. Kuna vitu vitabadilika tofauti kabisa, tofauti na teknolojia itatumika kurahisisha kazi na kupunguza wafanyakazi. Kwa hiyo lazima uangalie sasa hivi tutaishi kwenye mfumo gani? Ni kubadilika kuingia kwenye kingdom business. Leo hii tunaposema kingdom business ni kwamba una masaa 24. Na katika masaa 24 unatoa fungu la 10 la muda. Fungu la 10. Na katika kila dakika 60 kuna fungu la 10 alafu kuna mbegu. Katika kila dakika 60 dakika 6 hapa ni za Mungu. Na katika mbegu ni alfa na omega. Ile dakika ya mwisho ni ya Mungu. Ile ya mwisho dakika 59 na ile dakika ya kwanza ni ya Mungu. Hapa kuna dakika 2. Ina maana dakika 8 katika kila saa ni za Mungu. Dakika 52 ni za kwako. Ukiweza kutoa dakika 8 kila saa na hizi 52 utafanya kitu kikubwa sana. Lazima mrudishie Mungu. Dakika 2 zile ni mbegu ndio zitakazoota. Zile dakika 6 unalipa. Fungu la 10 unalipa, fungu la 10 utoi unalipa kama unavyolipa kodi ya serikali. Kwa hiyo unapoenda kwenye kingdom business, unajua dakika 8 ni za Mungu, dakika 52 ni za kwako. Kwa hiyo mko kwenye biashara, kwenye duka, mna wafanyakazi 3, 4, 5, mna chumba chenu cha maombi. Unachokifanya ni nini? Wewe sasa hivi ni zamu yako kwenda kwenye chumba cha maombi. Dakika 8 hizi kaombe kampuni. Muombe na sisi. Tunahudumia watu hapo. Tumanyana kuomba. Misali ile kija, wewe zamu yako. Nenda kwenye chumba cha maombi, kaombe kampuni, ombe wafanya biashara, ombe wateja, ombe kila kitu. Utafanya biashara. Tofauti na hapo, kungangana kunaendelea. Mungu anachohitaji kwako ni muda wako. Ni kitu ambacho utajicommit. Kila siku unafanya. Watu wote waliofanikiwa duniani wamejicommit, wana ratiba. Muda wa mazoezi kama ni saa 11, ukifika saa 11 anafanya mazoezi. Kama ni kusoma saa 2 usiku, ukifika saa 2 anafanya mazoezi. Saa 4 usiku ukiingia saa 8 anaingia kitandani. Saa 9 ameamka, saa 9 ameamka. Watu wote waliofanikiwa duniani wanafanya kile kitu walichokisema muda ule kwa sababu wanafanikiwa. Muda ule sio kusema nitafanya baadaye. No, muda wa kunywa chai. Ukishafika ule muda anaacha kila kitu, aenda kunywa chai. Kwa sababu ni muda wa kunywa chai. Sio lazima awe na hamu ya chai, atakwenda kwenye chai. Sio lazima awe anasikia njaa ndio aende kwenye chakula. Huu ni muda wa kula, ataenda kula chakula. Sio kwamba na hamu ya kufanya mazoezi, ni muda wa mazoezi atakwenda. Yeye anaishi kwa muda. Kuishi kwa muda ni kuishi kwa imani. Lakini sasa kama hauna ratiba yote ambayo inafuata muda, Mungu hakuamini. Mungu anamwamini mtu ambaye anafuata muda. Mungu anaishi muda. Mungu ni alfa na omega. Mungu ndio muda mwenyewe. Mungu ndio mwanzo na mwisho. Kwa sababu leo hii anaangalia mtu anaishi muda, anafanya naye kazi.
Tofauti na hapo ni ngumu. Kwa hiyo lazima uangalie kuwa huru ili uweze kuona. Kunatakiwa kulipa gharama. Kuna kulipa gharama. Sisi huwa tunamshukuru Mungu kila baada ya dakika 60. Ni agano. Kifika dakika 60 tunamshukuru Mungu. Ni agano. Mwezi wa 9 tunafikisha miaka 3 tangia tumepata au mafunuo, na tumeshaanza kuona anavyofanya kazi. Tumeshaanza kuona anafanya kazi kwa sababu Daudi alifanya agano na muda wake. Kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 164 Daudi anasema alifanya agano na muda wake. 119 mstari wa 164 neno la Mungu linasema, mara 7 kila siku na kusifu kwa sababu ya hukumu ya haki zako. Daudi ni mfalme, anamsifu Mungu mara 7 kwa siku. Tukija kwenye Zaburi ya 55 mstari wa 17 neno la Mungu linasema, jioni, asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua, naye ataisikia sauti yangu. Mara 3 kwa siku Daudi anaingia kwenye maombi. Mara 7 kwa siku Daudi anaingia kumsifu Mungu. Mara 10 kwa siku Daudi yuko ndani ya uwepo wa Mungu. Na ni mfalme. Daudi yuko kwenye uwepo wa Mungu mara 10 kwa siku. Hebu niambie leo, unataka Mungu afungue milango? Anakuuliza swala lako la muda likoje? Kama Daudi mara 10 kwa siku alikuwa ndani ya uwepo wa Mungu, unauliza leo wewe una masaa 24, umemrudishia Mungu masaa mangapi? Unakuta hakuna. Tangia sisi tumeanza kumrudishia Mungu muda kwenye eneo la kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu na kubariki jina la Mungu na kuingia kwenye toba kila baada ya dakika 60, tumeona kitu ambacho Mungu anafanya. Kwa sababu mwaka 2022 tunarudi kwenye biashara full. Tumeshamaliza miaka yetu 14, tunarudi kwenye biashara full. Kwa hiyo lazima upande mbegu kwanza. Sasa hivi tunapanda mbegu. Nilifanya biashara miaka ya nyuma bila kupanda mbegu, nikaona madhara yake. Sasa hivi napanda mbegu, na baada ya hapo tutaenda kutumikia Mungu kunafanya biashara. Kwa hiyo sisi sio kanisa, sisi ni kanisa linalotembea. Sisi huduma yetu ni ya mtu mmoja mmoja, sio ya makundi ya watu, mtu mmoja mmoja. Na uzuri tutakuwa tunatumia sana mitandao ya kijamii kama tulivyoshaanza kutumia kwa ajili ya kufikishia watu ujumbe, na tunafanya vizuri. Ni mwanzo mzuri. Ni mwanzo mzuri, mwitikio ni mzuri. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba uhuru uko mbele yetu. Tutakuwa huru sana. Na kuwa huru ni kuona. Tutakuwa tunaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Ukiweza kuona miaka 10 inayokuja sasa hivi, mimi niliona miaka 14 inayokuja mbele nilipokuwa kanisani. Nikasema nataka kanisani miaka 14 nikimtumikia Mungu, nikifanya mazoezi ya kumtumikia Mungu. Bado mwaka 1.5 tumalize miaka yetu 14, tuingia kwenye biashara kama tulivyokuwa mwanzo. Tuingia kwa mfumo tofauti kabisa. Sio mfumo tena wa kidunia. Mfumo ambao una hofu ya Mungu. Tuendelee na somo letu. Tuangalie kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari 39. Tunaangalia uhuru wa kuona. Yohana sura ya 1 mstari 39. Neno la Mungu linasema nini? Yohana 1:39. Neno la Mungu linasema, Yesu akawaambia, njooni muone. Njooni ninyi mtaona. Wakaenda, wakaona, akaapo, wakakaa kwake siku ile, naye ilikuwa tapata siku 10. Njooni muone, nguvu ya kuona. Unaweza ukaambiwa kitu ukasahau, lakini huwezi kuona kitu ukasahau. Huwezi kuona kitu ukasahau. Yaani hata kitu chochote utakachokiona katika macho ya kiroho, katika ulimwengu wa kiroho, utakaosahau. Ukiona hata kwa macho ya nyama na mwili, utakaosahau. Tukio lolote utakaloliona. Lakini unaweza kuambiwa kitu ukasahau. The power to see. Sasa kila siku nikumuomba Mungu, nipe nguvu ya kuona. Nipe nguvu ya kuona miaka 10 inayokuja sasa hivi. Nipe nguvu ya kuona miaka 20 inayokuja. Nipe nguvu ya kuona miaka 100 inayokuja. Na Mungu atakupa nguvu ya kuona. Ninakumbuka kuna NGO moja walikuja hapa Tanzania, wanatembea Afrika nzima.
ilikuwa ni miaka 6 iliyopita nyuma, miaka 7 iliyopita nyuma. Hii NGO wanataka kujua miaka 30 inakuja mbele Tanzania itaonekanaje. Wakatafuta watu kama 20. Sasa yule alikuwa anaandaa ule mkutano akaniletea zile documents, zile karatasi, akaniambia bwana, mimi najua unafikiri vizuri, hebu soma hizi, tunataka uje uchangie mawazo yako kwamba miaka 30 inayokuja mbele Tanzania itakuwa inaonekanaje. Ni swala la kuona. Mimi nilichukua zile documents nikamwambia sawa, mkutano ulikuwa na siku 3 ulifanyika pale ST Hotel. Tunakwenda saa 2 mpaka saa 10, nakula vizuri kila kitu, na enjoy, nakaa kufikiri na kusema kwamba Tanzania itaonekanaje miaka 30 inakuja mbele. Mimi nilifunga siku moja tu. Nilipewa zile karatasi siku 7 kabla ya mkutano. Nilifunga siku moja. Nikamwomba Roho Mtakatifu nionyeshe miaka 30 inakuja mbele Tanzania itakuwaje. Nilionyeshwa. The power to see. Nguvu ya kuona. Ni miaka 7 imeshapita sasa hivi. Na kila kitu ambacho nakiona kinatendeka mpaka sasa hivi kwenye nchi ya Tanzania. Sasa ni nguvu ya kuona kwamba unamwambia Roho Mtakatifu, leo unafanya biashara ya forex, unafanya biashara ya stock, kuuza hisa katika masoko ya dunia kwenye kupitia njia ya mtandao, kuuza fedha za kigeni. Unamwambia Roho Mtakatifu nionyeshe soko, Jumatatu soko litaendaje. Anakuonyesha. Na ni kwa nini nilipata nguvu ya kuonyeshwa? Ni kwa sababu ninamtumikia Mungu. Hiyo ndio sababu. Kama unamtumikia Mungu, unaonyeshwa. Hata leo kuna watu wanafanya vizuri sana duniani. Ni kwa sababu wanamtumikia Mungu. Kuna kitu kizuri. Unaangalia leo kama Bill Gates. Kwa nini anafanya vizuri sana? Anagawa hela kila siku. Huduma yake ni kugawa hela. Kutembea dunia nzima anagawa hela. Unaona? Kila mtu amepewa huduma yake. Mimi nimepewa huduma ya kufundisha biashara, mwingine amepewa huduma ya kugawa hela, mwingine amepewa huduma ya kwenda kwa watoto yatima, mwingine ya kutunza mazingira, mwingine kwenda kwa wazee na wajane, mwingine kuangalia watoto, mwingine wanawake wajawazito. Kila mtu ana huduma yake. Kila mtu ana huduma yake. Sio kwamba Bill Gates ahubiri injili. Anachokifanya ni injili kubwa mno. Ni injili. Injili watu wanafikiria ni mpaka usimame madhabahuni. No. Ayubu alikuwa mfanya biashara na alikuwa mtumishi wa Mungu. Abraham alikuwa mfanya biashara na alikuwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba unamtumikia Mungu kwa njia gani, ili uanze kuona. Uweze kuambia mpaka leo miaka yote hii na teknolojia ilipokwenda juu, bado Bill Gates anatawala kwenye soko la software pamoja na browser. Mpaka leo na teknolojia yote ishabadilika, tuna smartphone. Wakati Bill Gates anaanza kulikuwa hamna smartphone. Kuna vitu vimetokea vingi, lakini bado Bill Gates, kwa sababu kuna kitu anachokifanya ambacho kinasababisha asimame kwenye ile sehemu. Asimame pale pale. Kwa hiyo sasa lazima upate nguvu ya kuona. Kwa sababu unakuta Bill Gates ameona miaka 100 inakuja mbele. Nikupe mfano mzuri. Mwaka 1949 ndio Umoja wa Mataifa ulianza, UN. Israel walienda katika ile nchi mwaka 1948. Mwaka mmoja tu kabla Umoja wa Mataifa kafunguliwa, kaanzishwa. Wakaitwa watu, nchi zote zikaitwa ambao wanataka kuwa wanachama wa Umoja wa Mataifa, wakaenda. Waarabu waliungana kwenda Umoja wa Mataifa, wakataka wakaulizwa Umoja wa Mataifa, tunaomba Waisraeli watuonyeshe hati miliki ya kuwa pale. Kwa sababu kila wanapokuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa wanapeka hati miliki Umoja wa Mataifa ya nchi yako. Waisraeli walifungua Biblia Mwanzo 13 mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema nini? Mwanzo 13 mstari wa 14 na 15. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua macho yako sasa ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi,
maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Wakafunga Biblia. Mungu ndiye alipa Abraham ile nchi. Alimwambia baada ya kutengana na Lutu, akamwambia inua macho yako, angalia kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Nchi yote unayoona nitakupa wewe pamoja na uzao wako hata milele. Tangia siku hiyo wa Marekani, wa Israeli wakatengeneza master plan ya miaka 100 mpaka 2049 ya kujenga ile nchi ya Israeli, na wanajenga kila siku. Kila waziri mkuu anaingia anajua mwenzake amejenga mpaka wapi, yeye atajenga mpaka. Waliona miaka 100 inayokuja mbele. Leo na Marekani wana mafuta kutumia miaka 200 inayokuja mbele. Watu wanaona miaka 100, miaka 200. Hebu jiulize, katika nchi za Afrika wanaona miaka mingapi mbele? Wanaona miaka ya uchaguzi, miaka 5, wanaona miaka 10. Ndio nchi za Afrika wanavyoona. Lakini wa Marekani wanaona miaka 100, 200, wa Israeli wanaona miaka 100, 200, karne 1, 2. Leo ukiingia kwenye mtandao kusearch magari ya mwaka 2060 wamesha design, 2080 wamesha design. Watu wanaona mbali. Sasa Mungu anaangalia mtu anayeona mbali. Abraham alionaje nchi nzima kwa macho ya nyama na mwili? Aliona kwa macho ya kiroho. Mimi sasa hivi nikikuangalia na mwisho wangu wa macho wangu ni hapo ulipo, na huo ukuta hapo. Siwezi kuona nyuma ya ukuta. Lakini Abraham aliona nchi nzima ile ya Israeli kwa macho ya kiroho. Sasa hiyo ni nguvu ya kuona. Ni nguvu ya kuona. Sasa kama uone, utakuwa unatembea blind, unatembea kama kipofu. Hebu tuangalie Luka sura ya 6 mstari wa 39. Luka 6:39 na 40. Luka 6:39 na 40. Luka sura 6:39 na 40. Neno la Mungu linasema nini? Akawaambia methali hii, je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwalimu awe mkuu kuliko mwanafunzi wake? Mwanafunzi awe mkuu kuliko mwalimu wake. Lakini kila mtu ambaye amehitimu ulingana na mwalimu wake. Mwanafunzi awe mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu aliyehitimu analingana na mwalimu wake. Lakini kipofu atamongoza kipofu mwenzake na wataingia kwenye shimo. Sasa leo unaweza kuwa unatembea ukafikiri unaona, kumbe uone. Yesu anasema wataangalia lakini hawataona, watasikia lakini hawataelewa, ili wasije wakaja wakaongoka wakafanywa dhambi. Kwa hivyo kuna grupu ambalo linatakiwa kusikia na kuelewa, na kuna grupu ambalo linatakiwa kusikia na kuelewa. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba kuna nguvu ya kuona. Tuangalie Yohana 4 mstari wa 29. Yohana 4:29, neno la Mungu linasema nini? Njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, amkini huyu kuwa ndiye Kristo? Yule mama aliyekutana na Yesu kisimani, Yesu akamwambia, umeolewa na wanaume 5, hata huyu ulionaye sasa hivi sio wako. Akamaliza mambo yake yote, kwa sababu Yesu alikuwa anaona. Akaenda mjini, akaenda kueleza, njooni muone mtu aliyeniambia mambo yangu yote. Sasa ukifika kwenye kiwango cha kuona, unaona kwamba kesho, yaani kwa mfano leo una trade forex au stock, unaona soko la hisa kesho litaendaje, unakuwa bilionea. Yaani hiyo ni swala la kuona tu, nataka uone, kwa sababu ku trade stock au ku trade forex kama uone ni kupoteza pesa na muda, unajiangamiza. Sasa unapofanya hivi vitu biashara, mtu anayefanya biashara anafikiwa na nguvu kubwa sana ya kuona. Yaani anajua kabisa wateja wanaokuja kesho na kiasi cha pesa atakachouza kesho, kiasi cha pesa atakachotengeneza. Anaona katika ulimwengu wa kiroho.
Akienda kwenye biashara yake aenda kuchukua pesa, sio aenda kutafuta pesa. Pesa vile tafuta tangia jana usiku, aenda kuchukua pesa. Kama lazima ukae chini uangalie kwenye uhuru wa kuona. Unaweza kuona mbali kiasi gani? Unaweza kuona kilomita ngapi kutoka hapo? Unaweza kuona miaka mingapi mbele? Kama huwezi kuona, unakata tamaa, unaishia njiani. Ni kama mtu amepanda basi anakwenda Dar es Salaam. Ajui Dar es Salaam ni wapi, itachukua muda gani. Kila mahali akifika, anafika Moshi, anamuuliza conductor, hapa ndio Dar? Anambia hapana. Anafika Imo, anamuuliza, hapa ndio Dar? Anambia hapana. Anafika Mwanga, hapa ndio Dar? Anambia hapana. Anafika Same, hapa. Anafika Korogwe, anashuka. Kwa sababu hajui Dar es Salaam, hajui kuona, hajui kilomita ngapi, hajui masaa mangapi. Lakini wakati ananunua tiketi angeliuliza tu kutoka Arusha mpaka Dar ni muda gani? Basi naondoka saa ngapi? Nitakaa barabarani, anaangalia saa. Aulizi mtu yote. Ikifika saa yale masaa ambayo ikizidi yale masaa, anamuuliza conductor anamwambia bado dakika 10 tunaingia Dar es Salaam. Tayari. Kwa sababu muda umeshapita na anauliza. Muda umeshapita ule ambao ameambiwa na aliyemuuzia tiketi. Lakini leo hii watu wengi hawajui muda, hawaoni muda, hajui atafanikiwa lini, hajui lini maisha yatabadilika. Ana gambo, cheza kamari ya maisha, anabahatisha. Ni kwa sababu gani? Roho Mtakatifu anasema Yohana 16:13, Yohana 16:13, Roho Mtakatifu anasema, Yesu anasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayo yasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Na mambo yajayo atawapasha habari zake, kitu ambacho akijaonekana tayari Roho Mtakatifu anakuonesha. Sasa hapo ndiko mahali tunapotaka kuona, kwamba tupate nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuona kitu, mambo yajayo. Kuna watu waliona corona itakuja wakajiandaa. Kuna watu waliona ili September 11 litatokea wakajiandaa. Kuna watu wanaona matukio makubwa ya dunia yatatokea wanajiandaa. Sasa usipoona unakuwa mwanga. Usipoona unakuwa mwanga. Hiyo ni mbaya sana. Hebu turudi tena kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 45. Yohana sura ya 1 mstari wa 45 na 46. Nikumwomba Mungu akupe nguvu ya kuona. Yohana sura ya 1 mstari wa 45 na 46, neno la Mungu linasema, Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Mstari wa 46, na Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Come and see. Akamwambia njoo uone. Sasa hiyo ni nguvu ya kuona. Akamwambia njoo uone matukio ambayo Yesu anayatenda. Sasa leo hii ukishakosa mtu wa kuambia njoo uone, yani kama kuna mtu anakuambia njoo uone ili uamini, ni ngumu. Leo ukikutana na Bill Gates akamwambia njoo uone siri ya mafanikio yangu, naona unakuwa kama yeye. Naona unakuwa kama yeye. Swali ni kwamba hakuna mtu anakuambia njoo uone. Hakuna. Na itakapotokea mtu anakuambia njoo uone, na historia ya maisha yako imebadilika. Kama ina maana anakuambia njoo uone formula yangu ya biashara. Kwa mfano kuna mtu ana trade stocks au forex, akamwambia njoo uone formula yangu ni hii hapa. Akakupa ile formula. Tayari umeshakuwa bilionea. Yeye ametafuta kwa miaka 30, miaka 40 na kufa kwa siku moja tumeshakuwa bilionea. Njoo uone. Hebu tuangalie Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5. Ni swala la kuona tu. Mathayo 11. Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema nini?
Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Mnayoyasikia na kufariki na kuyaona: vipofu wanapata kuona, viwete wanapenda, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Nenda kamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Na kusikia na kuona ni zawadi Mungu anampa mwanadamu. Kusikia kwenye ulimwengu wa kiroho, kusikia sauti ya Mungu, kuona katika ulimwengu wa kiroho ni zawadi Mungu anampa mwanadamu. Kwa hiyo lazima upate, ukiweza kupata hivi vitu viwili, kusikia kutoka kwa Mungu na kuona katika ulimwengu wa kiroho, maisha yako yanabadilika. Maisha yako yanabadilika. Kwa ni eneo ambalo watu wengi sana tunapata changamoto kwa sababu hatuoni katika ulimwengu wa kiroho na hatusikii sauti ya Mungu. Hatusikii. Utakapoweza kusikia sauti ya Mungu, maisha yanabadilika. Ukisoma kwenye kitabu cha Methali sura 20 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, sikio lisikialo na jicho lionalo, Bwana ndiye aliyefanya yote mawili. Sikio lisikialo na jicho lionalo, Mungu ndiye aliyefanya yote mawili. Kwa Mungu akakupa sikio linalosikia, akakupa jicho linaloona. Unaweza kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Ukimwona mtu yote amefanikiwa, kaona kitu ambacho ukioni wewe. Ameona, amesikia kitu ambacho huwezi kusikia. Anasikia katika ulimwengu wa kiroho kitu ambacho huwezi kusikia. Na ndio sababu wakati Yesu, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 13, kuna andiko liko hapa. Utaona ukipata nafasi ya kusikia na kuona, historia ya maisha yako inabadilika. Kwa sababu unaanza kusikia. Ukisoma Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 17, nataka nikusomee ile andiko ujue the power to listen, to hear. Neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alikataa, akamzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waje kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo ipasavyo kuitimiza haki yote. Basi akakubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu, aliona Roho ya Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Mstari wa 17, tazama sauti, akaona, akasikia. Kuona na sikio la kusikia na sikio la kuona, hiyo ni Mungu zawadi Mungu amempa. Tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kulikuwa kuna watu wengi walikuwa wanabatizwa pale mtoni. Yaani alisikia ile sauti na kuona ule njiwa alipokuwa anashuka ni Yesu mwenyewe. Wale wengine hawakuona, hamna mtu mwingine aliona. Siku moja nilikuwa nimekaa na mtoto wangu hapo jikoni. Nikawa nimekaa kwenye kochi lililoko hapo jikoni. Nikasikia sauti za nyuki nyingi tu. Nikanyamaza kimya kama sekunde kadhaa hivi. Nikamuuliza Fifi, umesikia nyuki huko ndani? Akaniambia hapana, sijasikia kitu chochote. Sasa nimesikia nyuki nyingi zimepita. Yaani sekunde kadhaa mpaka unakuwa na ufahamu. Sasa angalia, mimi ndio niweza kusikia, yeye hajasikia. Ndivyo hivyo Yesu alisikia mbingu zimefunguka. Zinasema, tazama huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Yeye ndo alisikia. Kwa sababu Mungu anaweza kusikia na kusikiana
na jicho la kuona. Ni Mungu anakupa zawadi. Unaanza kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Leo ukiangalia leo kwa nini kuna mtu anaanza biashara kidogo sana, lakini baada ya miaka 10, 20 yule mtu alikuwa bilionea? Ni kwa sababu aliona ile nafasi aliyoiona, kile kitu alichokuwa anakifanya, alikiona katika ulimwengu wa kiroho. Akajua inabidi nianze na kuchoma mahindi, nitakuwa bilionea. Na kweli akawa bilionea. Sasa kuna watu hawaoni, ajui lini atafanikiwa, ajui lini kitu kitatokea, haoni. Mwingine anafanya, kwa sababu unakuta mtu anafanya vitu vikubwa, anataka kufanya vitu vikubwa kwa mara moja, kwa sababu haoni. Kumbe ulikuwa unatakiwa uanze kidogo, kikue kikubwa. Kila kitu kinaanza kama mbegu, kinakuwa zao, matunda. Naanza kama mbegu mpaka inabariki inakuwa tunda. Anataka kuanza na tunda ili ale tunda, lakini hataki kuanza na mbegu. Lazima uanze na mbegu. Bado dakika 6 tutamaliza kipindi chetu cha kwanza, alafu tutaingia kwenye kipindi cha pili. Vipindi vyetu ni saa moja. Kwa hiyo baada hapo tutakuwa na break mpaka saa 9. Kwa hiyo ninachotaka ukitazama ni kwamba uhuru wa kuona ni tofauti na kuwa huru. Ni tofauti. Uhuru wa kuona ni kwa watu wengi, lakini kuwa huru ni mtu binafsi. Kuwa huru ni kuchagua. Wewe ndio utachagua kuwa huru. Lakini kupata uhuru ni mtu mwingine anachagua, sio wewe. Aliyechagua kutafuta uhuru wa nchi ni mtu mwingine, wanaoishi ndani ya nchi ni watu wengine. Kwa hiyo sasa aliyetafuta uhuru ndo anakuwa anajua maana uhuru. Hao wengine wanaishi ndani ya uhuru wale mtu. Lakini je, wewe uko huru? Uhuru ni swala la mtu binafsi. Kuwa na furaha ni swala la mtu binafsi. Ni swala la mtu binafsi. Kwamba lazima ulipe gharama ya kuwa na furaha. Na kuwa na furaha ndio kuwa huru. Kama una furaha hauko huru. Ukishakosa furaha hauko huru. Maandiko yanasema ni Yoeli sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Yoeli sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Neno la Mungu linasema, tayarini enyi wakulima, pigeni yowe enyi watunzaji wa mizabibu kwa ajili ya ngano na shairi, maana mavuno ya shamba yamepotea. Mstari wa 12. Mzabibu umesinyaa, mtini nao umevia, nao mkokomanga na mtende na mtofa, naam miti yote ya shamba imekauka, maana furaha imekauka ndani ya wanadamu. Furaha ikikauka ndani yako, uchumi wako unakauka, ndoa yako inakauka, biashara zako zinakauka, kazi yako inakauka, kila kitu chako kinakauka. Furaha imekauka ndani ya wanadamu, na miti yote inakauka, kila kitu. Na furaha ni Mungu anakupa. Raha utaitafuta mwenyewe. Happiness ni vitu vinavyotokea katika maisha yako, pesa yako, nyumba zako, akaunti yako, vitu unavyotafuta, lakini furaha inatoka kwa Bwana. Kwa lazima ujitahidi unapomtumikia Mungu na kuingia kwenye toba, Mungu anakupa furaha. Yesu anasema, niko mlangoni nabisha, atakayesikia sauti yangu akafungua mlango, nitakula pamoja naye, nitakuwa pamoja naye. Roho Mtakatifu akishaingia ndani yako, Roho Mtakatifu ndio furaha mwenyewe, ndio mfalme wa furaha, ndio anayegawa furaha. Akishaingia ndani yako tu unakuwa na furaha muda wote. Natumaini kila mtu hapa ameshawahi ku experience, unaamka asubuhi unajisikia vizuri, baada ya muda ile hali inaondoka. Ile unapojisikia vizuri, Roho Mtakatifu kwa ndani yako anakuambia, mimi nikiwa ndani yako utajisikia hivi kila siku, kila saa nikiwa ndani yako. Baada ya muda anaondoka. Anakuambia jitakase, tubu, tumikie Mungu. Atakuwa ndani yako. Anakupa sample, anakuonyesha sample. Baada ya muda anaondoka, unarudi. Wakati ule ulikuwa uko mbinguni, akiondoka amerudi zako duniani. Kwa hiyo lazima ujitahidi kumtumikia Mungu. Baada ya dakika 2 tutamshukuru Mungu, tumalize kipindi cha kwanza, alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili. Somo letu la leo linasema uhuru wa kuona. Freedom to see. Ukiweza kuona kitu ambacho watu wengine hawaoni, na maisha yako yanabadilika. Lakini kama una uwezo wa kuona, unateseka.
Kwa sababu wakati watu wengine yaani wakati watu wengine wanatoka wewe unaingia. Wakati wengine wanamaliza wewe unaanza. Kwa sababu huoni. Kwa hiyo ndio changamoto ambao watu wengi duniani wanayo. Wakati wenzao wanamaliza, yeye ndo anaanza. Wakati wenzao wanaanza, yeye ndo anamaliza. Yaani swala ni kwamba timing maana yake ni kwamba uingie kwa wakati. Usichelewe wala usitangulie. Ingia kwa wakati. Bill Gates sio kwamba anakuwa ndo mtu mwenye akili kuliko watu wote. Biashara yake ilikuwa ni ya timing. Aliingia kwa wakati sahihi. Leo hii kuna changamoto ya corona imeingia. Kitu gani ambacho taingia kwenye corona? Timing kwa majira haya. Watu wenye mitandao, makampuni kama ya Zoom, Amazon, makampuni makubwa wanafanya vizuri sana kwa sababu timing. Leo watu wanatumia mitandao kuagiza vitu kwenye mitandao, wamekaa ndani tuko Marekani. Kwamba yule anayeweza kutoa huduma kwenye mtandao ndio anayefanya kazi. Yule ambaye alikuwa anazoea mtu atembee. Kuna makampuni mengi yameondoka kwenye biashara baada ya mtandao kutokea. Kwa mfano kampuni ya Kodak haipo tena. Hamna mtu anatumia simu, watu wanapiga picha zao kwenye simu wenyewe. Hamna tena mambo ya Kodak. Biashara nyingi sana zimeondoka kwenye system kwa sababu ya mambo yamebadilika. Hawakuwa wanaona, hawakujiingiza kwenye mtandao mapema, walichelewa. Wakawa wamefutwa kwenye ramani ya dunia. Kwa ufahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili kwa dakika nyingine 60 tumalize. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Tuna kwa majira ya saa 5 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo ya kufikiri, kutafakari, kusoma, kusikiliza, kuona, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia milango ya hekima ya Kristo, malango ya ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa fahamu ya Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, kutupa neema ya Kristo ya kuona katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth, kutupa neema ya Kristo ya kusikia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, iliyo makali msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakaribisha tena katika majira ya saa 5 katika kipindi kinachoendelea. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen.